Kwa majina naitwa Naku Rasul Mohamed, natoka chuo cha elimu ya biashara CBE. Siku ya leo tumepata nafasi ya kumtembelea mwanafunzi mwenzetu Catherine anayesoma katika kozi ya Banking and Business Administration. Baada ya kuona changamoto yake katika media mbalimbali, tumeona leo tupate wasaa kufika kumuona ndugu yetu katika hii changamoto aliyopitia. Tunaamini jambo hili ni la kwetu sote kwa sababu ameshakuwa mwanafunzi mwenzetu, mwanajamii mwenzetu, hivyo tumeona tuje tumpe sapoti, tumpe moyo katika jambo hili. Asante. Na pengine kuna chochote ambacho mmemletea kwa leo, ama kero yake ama changamoto yake mtaifikisha sehemu? Kwa leo hakuna tulicholeta, tumekuja kama kufahamu ili tuweze kupata mwongozo kuhusu jambo hili kwa sababu tumepata kuona taarifa kwenye mitandao, tulikuwa hatuna taarifa kamili. Kwa hiyo leo tumekuja kama kutambua, kujua sehemu ya familia yake ili tuweze kukaa na kulifikisha sehemu za juu, tuweze kujua tunalitatua vipi jambo hili. Kwa majina naitwa Chiza, ni waziri mwenye dhamana ya fedha katika chuo cha elimu ya biashara CBE. Kama mnavyopata kuona kwa siku ya leo, tumeongozana viongozi mbalimbali, nyadhifa mbalimbali kwa ajili ya kuja kumuona mwanajamii mwenzetu wa chuo cha elimu ya biashara ambaye amekumbwa na matatizo ambayo 90% ya watu waliweza kuona katika mitandao. Sawa, pengine tutegemee nini sasa kutoka kwenu? Sisi kama serikali ya wanafunzi tunafanya kazi vizuri na management ya chuo. Hivyo basi kama mlivyoweza kusikia katika video ile ambayo imesambaa kwamba yeye ni mwanafunzi aliyekuwa anatakiwa kuingia mwaka wa 3 lakini kupitia changamoto mbalimbali hajaweza kuendelea. Sasa sisi kama serikali ya wanafunzi lazima tufahamu ni changamoto gani ambazo hazitaweza kumfanya aweze kuingia mwaka wa 3 na ni kwa namna gani sisi kama serikali ya wanafunzi ambazo ziko ndani ya uwezo wetu tunaweza tukazitatua na ambazo hazipo ndani ya uwezo wetu tuweze kuzifikisha mahala husika. Na hivyo ndo maana tumeweza kuongea naye, tumeweza kujua sababu ni nini na tumeshajua ni wapi tutaenda kuanzia na wapi tutamalizia. Tunapokuja wakati mwingine tutakuwa na majibu kamili yaliyokamilika katika status yake ya masomo.